ya kwenda kwenye msimu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni majira kabisa ya kwenda kwenye msimu mwingine. Mimi nimeshinda hata kulala usiku. Nimetafakari kuanzia saa 9 usiku sijapata usingizi mpaka naoga kuja kanisani. Kwamba sasa nitawaambieje watu hata wakaweza wakajengeka imani kwenye mioyo yao, ili hata ukiri wao na maneno yao na declaration zao siweze kubadilika. Kumbuka mpendwa, ukitoa hiyo sadaka ikifungua mlango wako kwa ajili ya kesho yako, inaweka uhakika kwenye moyo. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yanafikia kwenye moyo, inaweka uhakika kwenye moyo. Na kuna mtu mwingine unaweza, mimi hivi nimekuambia, ukajenga imani ukaweka uhakika kwenye moyo. Kuna mtu mwingine ukaenda kulala kwenye njozi la usiku, Mungu akakuonyesha jambo zuri sana kwa ajili ya maisha yako, kwa kesho yako. Ile kitu unaona kabisa kwamba hii wala hii sio ndoto ya kawaida. Kuna jambo zuri ambalo litakuja kulipata, ukaweka uhakika, ukaanza kulipili. Tena ukaanza na kujiandaa. Tena kama ulikuja kwa sadaka ukatoa na sadaka, ndivyo ambavyo lile jambo ambalo Mungu alikuonyesha litafika, litaenda kwenye uhalisia wake kwenye maisha ya kawaida kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushuhuda wa mtu sio lazima ile jambo ambalo kila mmoja analiona kwa nje, Bwana ile Bwana Mungu amemtendea hivi. Kuna ushuhuda kwa huko ndani yako wewe ambao bado haujamdhihirika katika namna ya nje, lakini ndani yako una uhakika kabisa kwamba mimi Bwana, kwa jambo ambalo nimeliona ama nimesemeshwa, kwa kweli nikichukua hatua siko kama nilivyokuwa hapo zamani. That is the testimony ambayo inakuwa ndani yako, ambayo ni lazima uunganishe imani yako ndani ya moyo na ukuwe kuna ushirikiano wa huo moyo wako na kinywa chako, uyatamke yale ambayo Mungu amekwambia kabla haijadhihirika. Hapo ndipo ambayo unaleta katika mwanga, unaleta katika hali ya ulimwengu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa angalia ukiri wako, imani yako. Kwa imani ndivyo ambavyo tunanena, kwa imani ndivyo ambavyo tunatamka kwa habari ya kesho yetu, kwa imani ndivyo ambavyo tunajiunganisha na hatima ya zetu miaka na miaka ijayo, hata sisi baada ya kufa, kwa watoto ambao tumewaacha juu ya uso wa nchi, na vizazi na wajukuu na vitukuu na kadhalika na kadhalika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa imani ambayo inakuwa ndani ya moyo wako, kwa jinsi Mungu ambavyo amekushuhudia, ndivyo ambavyo unataka. Kwa lazima hata kwenye utoaji wa leo tuwe tuna imani. Tena hata mwisho wa hii mahubiri yangu mafupi, ni lazima uwe na neno la kumwambia Mungu kwa imani ambayo iko ndani ya moyo wako. Uwe na neno la kumwambia Mungu, kama hii ni mbegu, mimi ninapanda kwa sababu gani? Bwana Yesu asifiwe. Mimi napanda kwa sababu, tuna sababu mbalimbali. Kuna mwingine sababu yake ni the school fees. Kuna mwingine sababu yake yeye anataka mali na fedha kwa utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwingine sababu yake anataka afya. Unapanda wewe kwa sababu gani? Kwa sababu apandacho mtu ndicho atakachovuna mpendwa. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Ukipanda katika mema utavuna katika mema vivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukipanda hapa utavuna hapa. Ukipanda kwa ukarimu utavuna kwa ukarimu. Lakini kulingana na sababu yako ambayo inakufanya upande vivyo hivyo ndivyo utakavyopanda, kwa sababu kila mtu atapanda sawa sawa na imani yake. Wewe unapanda kwa ajili ya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unapanda kwa ajili ya nini? Unapanda kwa vivyo hivyo ndivyo ambao utapanda. Moja ya maombi ambayo mimi binafsi yangu sijajua watu wengine, lakini mimi naombaga Mungu kabisa. Tena nikapo siku maana naomba Mungu. Kwa sababu alikuwa na nyakati ambazo nilipita kwa shida. Jambo ambalo mimi nalichukia kwa kweli ni maskini. Nauchukia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi namchukia. Tena nikamwambia Mungu, wewe yani wewe Mungu, mimi nitajitahidi nitembee kwenye njia zako, nitajitahidi kwenda tembea kwenye neno lako, kwenye shuhuda zako na kadhalika. Lakini Mungu, ninaomba unibariki. Na ukinibariki, mimi kazi yangu itakuwa moja tu. Mimi I'll be the kingdom financier. Yaani mimi mahali pote pa kufanya Mungu anatendeka nitafanya hivi. Kuna mchungaji sio anahitaji baiskeli, mimi chombo cha usafiri, kama na uwezo wa kutia fedha yangu pataweka. Kama kanisani tunajenga na nini, mimi nitaweka sadaka yangu. Kama kuna sehemu mimi wanatoaga makanisa mengine ya kipenda kwa sababu ya sababu sasa tutaja maeneo. Kama kuna mahali wanaliitia jina la Bwana wamekwama na uwezo wa kuweka dirisha moja, mimi nitaweka. Kwa mimi hapa nitakuwa mtu wa finance kwenye the kingdom of God. Kwa hiyo Bwana, usiniache mimi niwe maskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiniache mimi niwe maskini. Haijalishi mimi
baba yangu anatoka ukoo duni, ukoo maskini na kadhalika, lakini I will never be a commoner. Au anamwambia I will never be a commoner. Ninakataa kuwa the ordinary man. Ninakataa kuwa mtu wa kawaida kama watu wengine. Ninakataa kwenda kwenye kawaida za familia ya baba yangu ninapotoka. Ninakataa kuishi sana kawaida za kwenye mtaa ambako ninaishi. Kwa hiyo namwambia Mungu kwenye maombi yako, I'll be an extraordinary man for the glory of God. I'll be a great man for the glory of God. Kazini kwangu nitakuwa mtu wa Mungu, wala sitaona aibu kuliitia jina la Bwana, nitakuita kwa jina la Bwana kazini kwangu. Wewe Bwana Mungu wewe unibariki tu. Mimi nitafinance kazi zako mahali popote ambapo moyo wangu utanituma kufanya, na ndipo ninapoishi hata sasa. Kwa hiyo sio kila mtu ambaye anatoa sadaka ukafikiri kuna mtu mwingine anasema Bwana wanajionyesha. Hamna, hatujionyeshe. Kuna watu wengine tunaishi kwenye maagano. Ukitoka nje hiyo agano, you are done. Bwana Yesu asifiwe. Ukitoka kwenye patano lako na Mungu, kwa haina haja Mungu kukufanikisha tena. Kwa kama ningekuwa nasema Mungu nifanikishe, Mungu nifanikishe, hapo naenda ninatongoza wanawake, niko klabu, niko nashinda klabu, lao ninakunywa pombe, ninalewa, ninahonga huku na huku na huku na huku, alafu niseme nitegemee maagano ambayo niliyafanya na Bwana ili nipate fedha, nikayafanya hayo yote. Haiwezekani. Haiwezekani nikaendelea kuwa na hizo fedha au hayo mafanikio ama hizo fursa ambazo ninazo. Labda nibadilishe gia, niende kwenye ulimwengu wa giza, nikafanye maagano mengine huko. Kwa sababu hayo mambo yote ni mambo ya giza. Bwana Yesu asifiwe. Ni mambo ya giza. Watu ambao wanatembea gizani ndio ambao wanayafanya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaotembea gizani ndio mambo ambayo wanayafanya. Lazima nikafanye maagano mengine mapya na Ibilisi ili nipate fedha za kufanya hizo starehe na anasa za ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unamwamini Mungu kwa jambo gani? Ni afya sababu yako ya kupanda kwako leo sadaka ya ujenzi wa nyumba ya mtumishi. Wewe sababu yako kubwa ni afya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni uchumi, sababu yako kubwa wewe katika kupanda kwako ni uchumi. Lakini kila mtu atavuna sawa sawa na vile ambavyo alipanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mpendwa, mimi nikutangazia kwamba kabisa kuanzia mimi mwenyewe, mimi ninajua kabisa ni majira yangu mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna wengine mnafikia mlisikia na mimi hapa nilikuwa nifuatilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulisikia kwamba serikali ya Marekani walisitisha misaada kuja nchi nyingi za Afrika. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina imani watu wengi tulisikia. Si ndio hivyo? Watu wengi tulisikia kwamba Donald Trump amekatisha misaada kuja Afrika, kwa project nyingi zimekuwa zimeathirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mimi mradi ambao mimi nilikuwa manager kwenye ule mradi ulikuwa unapata fedha kutoka serikali ya Marekani. Kwa hiyo wenyewe uliathirika. Ila sasa jambo la kustaajabisha ambalo ndo nikaanza kumshangaa Mungu. Ilipofika mwishoni mwa mwaka jana, wakati Trump hajaapishwa, hata hatujui nini kitakuja kutokea mwezi Januari. Mimi hapa moyoni mwangu nilikuwa nahisi kabisa muda wangu umeisha, inatakiwa niende mahali pengine pa kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda wangu umeisha, ninatakiwa niende mahali pengine pa kazi. Yaani muda wangu umeisha. Kuna vitu vinatokea, unakuwa unajisikia kuondoka. Kwa hiyo kuna mahali nilituma maombi ya kazi. Kwa hiyo wale watu wakapitia CV zangu wakaniona ninafaa. Wakanifanyia interview ya kwanza. Waliniita wakanifanyia interview ya kwanza. Tulifanya kwa njia ya mtandao. Ilikuwa ni unakuwa kama senior advisor, senior officer. Waliponifanyia interview pamoja na watu wengine walikuwa ni washindani wangu. Wakasema huyu mtu ame overqualified, yani uwezo wake ni wa juu kuliko nafasi ambayo tumemwita afanye interview. Kwa hiyo kwa sababu tumeweka nafasi nyingine ni ya uongozi, managerial position, tunadhani hizi CV za huyu mtu tuzichukue tukamshindanishe na watu wengine ambao walikuwa wameomba kuwa nafasi ni moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye ile ngwe ya kwanza wakaniondoa kwa sababu nilikuwa nimeover qualified. Wengine niliwacha kwa mbali sana. Kwa wale wakaendelea wakamaliza mchakato wao. Dokumenti zangu wakazihamishia kwenye nafasi ya umene.
Kwa hiyo tukaenda wakaitana na wale watu wengine. Nilikuja kuwafahamu baadaye, lakini watu wote mimi nilikuwa ni mtu mdogo kuliko wote. Wao walikuwa ni wakubwa kuliko mimi. Kielimu pia walitangulia kusoma kuliko mimi. Kwa hiyo tukaenda raundi ya kwanza nikavuka. Tukaenda raundi ya pili nikavuka. Tukaenda raundi ya tatu nikavuka. Tukaenda raundi ya 4. Kwenye hiyo taasisi watakiwa ongea na CEO, the chief executive officer. Tukaenda watu wawili tumekuwa finalist. Lakini mwaka jana Mungu alinionyesha. Kwa ndio maana hata mimi kwenye moyo wangu kuna conviction, kuna imani. Alinionyesha kwamba patakuwa na nyakati tutafanya kazi kwenye taasisi hii, kwa sababu niliona niko kwenye mkutano na watu wa kwenye ile taasisi, niliona. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliona. Kwa hiyo haijalishi nilikuwa naenda nachuana na watu ni masini au wenye experience na uzoefu kiasi gani, lakini kwa sababu mimi niliona, nilikuwa naziapozi zile interview. Jambo la kwanza kwa imani, lakini sikuwa na hata kujiandaa. Nikaona nikafaulu zote kwa kiwango cha juu. Ilipofika kwenye hatua ya mwisho nikabakia mwenyewe. Yaani manake kwamba ndio nikawa the selected candidate, kwamba huyu bwana hakuna namna ambayo tusiweze kumpa kazi. Huyu bwana anastahili. Baada kuongea na CEO. Kwa hiyo wakati sasa hivi kule ambapo nafanya kazi tuna close down, maana fedha za Marekani zimeisha, kuna watu wengine wanaandaa mikataba ili kunileta on board. Wakati huo Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kama unafanya maagano na Mwenyezi Mungu kwa namna mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kwa dhabihu, hakuna namna Mungu akakuacha. Hata last time nimeongea hapa nikasema Mungu ni mwaminifu. Yaani ukimprove kwa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya 4, imani yako lazima itaongezeka mbele. Ni kwa sababu ni Mungu ambaye umemuona several times. Mara ya kwanza over and over. Unakuta mwisho wa siku hakuna namna mtu akaja mbele yako akasema bwana nyao lokole tunadanganya tu, hata hakuna Mungu. Mungu yupo mpendo. Mungu yupo mpendo. Lakini Mungu anakuambia njoo na dhabihu, tufanye maagano, ifanyike ufunguo kwa ajili